Meli hiyo ya hospitali iliwasili mjini Rio de Janeiro, Brazil, Alhamisi iliyopita na kuanza ziara ya siku 7 ya kirafiki iliyoambatana na shughuli za kubadilishana uzoefu wa kitabibu. Hii ni moja ya vituo vya meli hiyo katika safari yake ya siku 220 ya kimataifa iitwayo Harmony Mission 2025, na pia ni mara ya kwanza kwa meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China kutembelea Brazil. Silk Road Arc ina idara 14 za kliniki na vitengo 7 vya uchunguzi wa kusaidia tiba, ikiwa na uwezo wa kufanya zaidi ya aina 60 za taratibu za kitabibu, zikiwemo upasuaji wa jumla, mifupa, uzazi na magonjwa ya wanawake, macho na nyinginezo. Aidha, helikopta iliyopo ndani ya meli huimarisha uwezo wake wa kutoa huduma za dharura za uokoaji wa kitabibu. So my first impression about this Silk Road Arc, amazing boat with great technology, both traditional and modern. So I think we have a lot to learn from the Chinese experience, and this straighten our ties with China. Our Brazil-China friendship keeps getting stronger and stronger, and also solidifies the friendship of China and Latin America. Jeshi la wanamaji la Brazil lilituma timu ya wataalam kujifunza namna vifaa mbalimbali vya uchunguzi vinavyotumika na kubadilishana mawazo kuhusu masuala kama vile matengenezo ya vifaa vya kitabibu baharini na ufanisi wa vipimo wakati wa matibabu. Wataalamu wa tiba ya jadi ya Kichina waliokuwemo ndani ya meli hiyo pia waliwaonyesha wageni mbinu kama tiba ya sindano almaarufu acupuncture, masaji, kupandikiza vikombe yani cupping, na kukwaruza ngozi almaarufu scrapping, wakieleza misingi ya uchunguzi na matibabu kwa kutumia mifano halisi ya wagonjwa, jambo lililowapa wageni uelewa wa moja kwa moja wa utamaduni wa tiba ya jadi ya Kichina. And what I found especially striking was the contrast between modern medicine, what we would consider to be modern medicine, and the more traditional Chinese medicine. So I really felt like we were almost exploring a museum as well as a hospital at the same time. Tangu kuwasili kwake, meli hiyo ya hospitali imepokea zaidi ya wageni 1,000 kutoka makundi mbalimbali ya kijamii nchini Brazil, na imekuwa dirisha muhimu kwa wananchi wa Brazil kuelewa maendeleo ya China na kufahamu mvuto wa utamaduni wa Kichina.